Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika chaneli hii. Tunakuja na mfululizo ambao wa mafundisho ambayo inaelezea kuhusu akili jangwani. Mpendwa, mfululizo huu ni mafundisho ya pekee sana, yanatokana na maswali ambayo nilikuwa nikijiuliza. Tumesoma hapa kuhusu hema takatifu. Mungu alitembea na taifa lake kutoka Misri mpaka Kanaana. Kwa nini wale waliokuwa pamoja na Mungu safari yao jangwani ilifanya miaka 40? Hiyo ni swali la pekee ambalo lilikuwa linanisumbua, na kwa kutafakari zaidi kitabu cha Kutoka, ni nini kilichokuwa kinasumbua taifa la Mungu, niligundua kitu kimoja mpendwa. Nilipokuwa nikijiuliza kwa nini taifa la Mungu limefanya safarini, kulingana kitabu cha Kutoka safari imekuwa miaka 40, ni kwa nini? Swali hili lina pekee. Karibu sana katika somo hili tuelewe ni nini kilichowasumbua. Elewa akili ya kwanza ya jangwani. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, kuwa pamoja nasi katika somo hili Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Akili jangwani. Mpendwa, jangwa ni nini? Jangwa ni pahali ambapo pana ukame, ni pahali ambapo maji ni machache, ni pahali ambapo jua linapowaka linawaka sana, ni pahali ambapo maisha ni magumu. Jangwa ni pahali ambapo maisha ni magumu, maji ni machache, majani ni machache, ni pahali penye ukame mpendwa. Jangwa, kuishi huko ni changamoto la pekee na kubwa sana. Ndio maana unaposikia jangwa, weka jangwa kwamba ni kiwakilishi cha matatizo, ni kiwakilishi cha magumu, ni kiwakilishi cha kilio, ni kiwakilishi chenye kiu, ni kiwakilishi cha matatizo yote. Ni mahali penye nyoka zinazouma na zinazoua, ni pahali penye vifo, ni pahali penye magumu ya kupindukia mpendwa. Sasa tunapoona jangwa, tunakumbuka kitabu cha Kutoka, taifa la Mungu linapotoka Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Walifanya katika jangwa miaka 40. Kwa nini miaka 40? Nini ilikuwa tatizo mpendwa? Tatizo, je, ilikuwa kwenye miguu yao? Hawakujua kutembea katika safari Misri hadi Kanaani kweli? Tatizo, je, ilikuwa ni urefu? Walikuwa watu wafupi? Tatizo, je, ilikuwa walikuwa ni watu hawana nguvu? Tatizo, je, ilikuwa ni nini mpendwa? Acha nikuambie, tatizo la taifa la Israeli halikuwa kwenye miguu, halikuwa kwenye urefu, halikuwa kwenye nguvu au lakini tatizo ambapo ilikuwa walitoka Misri, lakini Misri ilikuwa ndani yao. Misri waliibeba kichwani. Hapa ndipo palikuwa tatizo. Tatizo halikuwa kwenye miguu wala kwenye mikono wala kwenye walivyokuwa na vibeba, lakini tatizo lilikuwa ndani yao mpendwa. Kwa hiyo kwa nini tusome jambo hili mpendwa? Kwa sababu kila mmoja wetu kuwa na jangwa ambalo linatokea katika maisha yake. Mtu anaweza kuwa jangwani akiishi pahali penye majani na penye utajiri wa pekee, lakini akipita katika jangwa la ndoa, jangwa la familia, jangwa la kazi, jangwa la maisha ya kiroho, jangwa la maisha ya mahusiano, jangwa la mambo mengi yanayoyapitia maumivu ya pekee. Kwa hiyo kuna mtu wakati mwingine amemwomba Mungu, anasema, Mungu, nahisi umeniacha. Lakini acha nikuambie, taifa la Israeli katika miaka 40 yote katika jangwa, Mungu hakuacha, alikuwa pamoja nao safarini. Kwa nini wana wa Israeli walipita jangwani mpendwa? Si kwamba Mungu alishindwa kuwaondoa Misri na kuwapeleka mpaka Kanaana. Mungu hakushindwa kwa haraka sana kuwatosha Misri kuwapeleka Kanaana, lakini Mungu aliyewatoa Misri, kulingana kitabu cha Kutoka 3 aya 7 na 8, Mungu aliyewatoa Misri ndiye aliyekuwa pamoja nao. Sasa kwa nini safari yao mpendwa
ilikuwa ni safari ndefu hivi. Kwa nini mpendwa? Biblia inaonyesha kwamba Mungu hakuwapitisha katika njia fupi zaidi, kwa sababu hawakuwa tayari kukutana na vita mara moja. Walikuwa wametoka katika mji wa Misri, walikuwa hawajatayarishwa kupigana vita mara moja. Ndio maana Mungu akawachagulia njia ndefu ambayo itawafikisha Kanaani, wasipite katika njia fupi. Kitabu cha Kutoka 13 aya 17 na 18, Mungu aliwaongoza katika njia nyingine mpendwa. Kwa hiyo miaka 40 haikuwa muda wa kawaida katika njia ambayo Mungu aliwachagulia. Hata hiyo njia ndefu, kulingana na kitabu cha Kutoka 13 aya 17 na 18, si kwamba njia hiyo ndefu ambayo Mungu alichagua ilikuwa tu ni ndefu ambayo itawasaidia wafanye ama itasababisha wafanye miaka 40. Hakuna. Lakini miaka 40 inatokana na kile ambacho kilikuwa kimeingia kichwani. Kitabu cha Hesabu 14 aya yake 33 na 34, Mungu akasema watabeba matokeo ya kutokuamini kwao kwa miaka 40 ya wale wapelelezi ambao Musa aliwatuma katika nchi ya Kanaani kwenda kuipeleleza. Waliofanya huko, siku zile walizozifanya zikageuka kuwa miaka ambayo utakayoifanya njiani. Ni kulingana na akili ya jangwani mpendwa. Sasa akili hizi ni zipi? Acha nikuambie, katika mfululizo huu tunakuletea akili 14 ambazo inabidi uzielewe. Unaweza jikuta katika maisha yako ya ndoa vitu haviendeki, mambo hayaendeki, kazi hayaendeki, mambo hayaende kwa usawa. Mara nyingi wengi wanajiuliza, kwa nini? Mbona nimemwomba Mungu kila siku? Mbona nimemtolea Mungu kila siku? Mbona nafanya huduma kila siku? Mbona namwimbia Mungu kila siku? Mbona mimi nafanya kazi kila siku? Sio kwa kufanya kazi kwa Mungu kila siku inakusababishia uwe mzuri mbele zake, lakini ni nini unachokiweka ndani yako ndicho kitu cha msingi. Akili ya kwanza inaitwa akili ya utumwa. Akili ya utumwa ndiyo akili ya kwanza ya jangwani wapendwa. Hiyo ndio tunaanza nayo katika somo hili. Akili ya utumwa ni nini? Ni hali ambayo mtu amekombolewa kimwili, lakini bado anabeba maisha yake ya kale moyoni. Mungu amewaokoa taifa la Israeli kuwaondoa katika mji wa Misri, lakini Misri ilibaki katika akili zao. Ndio maana unakuta Mungu anaweza kukuokoa katika hali fulani, lakini bado umeendelea kufikiri kama mtu wa hali hiyo ambayo Mungu alikuokoa nayo. Pima kuchunguza kitabu cha Kutoka 14 aya 11 na 12. Wanatuambia kwa nini Mungu amekutoa Misri. Afadhali tungemtumikia Misri kuliko kufa jangwani. Hiyo ni maswali ambayo taifa la Israeli waliendelea kujiuliza. Ni afadhali tungemtumikia Mungu Misri kuliko kukufia jangwani, wakati wao wenyewe, kulingana kitabu cha Kutoka 3, wao wenyewe ndio walikuwa wanalia, wanasema Mungu tuokoe. Mungu akasikia kilio chao, akashuka ile waokoe. Na baada ya wokovu wao wanalia, sasa tungekufia Misri kuliko kukufia jangwani. Wapendwa, akili ya utumwa ni akili ya jangwani. Kwa nini akili hii ilikuwa katika maisha yao? Kwa sababu walikuwa wamekaa Misri kwa muda mrefu. Utumwa ulikuwa umeathiri namna yao ya kufikiri. Mtumwa anaweza kuzoea maisha yake ya utumwa, lakini kuna tatizo unapozoea mateso unayopitia mpendwa. Fanya angalisho na hali yako yote ya mateso. Unaweza kuta umeingilia katika kipindi kimoja hivi, unaingilia kipindi cha dhambi, unaingilia kipindi na unaizoea, na Mungu amekuokoa, unaendelea na uzoefu wa dhambi. Fanya angalisho na akili ya kuzoea dhambi, ya kuzoea mateso mpendwa. Kwa hiyo Mungu aliwatoa Misri kwa mikono wenye nguvu, lakini sasa alipaswa kuwafundisha namna ya kuishi kama watu huru. Hiyo ndio Mungu alitaka wafunze, namna ya kuishi kama watu wenye uhuru. Ndio maana wewe katika maisha yako unaweza kugundua namna gani vitu
vinavyoonyesha kwamba umeingiliwa na akili ya utumwa. Jambo la kwanza, unapotaka kurudi nyuma, kila unapokutana na tatizo, ni akili ya jangwani ya utumwa. Mtu nakuta ameanza safari, lakini akikutana na tatizo la kwanza anasema mimi nitarudi nyuma. Aliomba Mungu ampe ndoa, lakini afikapo katika ndoa inakuja na changamoto linatokea na msukuma, anasema nitarudi nyumbani. Watu wenye akili ya jangwani mara nyingi siku zote wanapendaga warudi nyuma. Akianja program fulani, akianja kazi yake fulani, kazi inapokuwa na changamoto anasema nitarudi nyuma. Akianja huduma ya uimbaji, huduma ya kichungaji, akikutana na changamoto anasema nitarudi nyuma. Anja chochote anachokianja anatua malengo ya kurudi nyuma. Hii ni akili ya utumwa, mpendwa. Jambo la pili, kujua kwamba una akili hii ya utumwa. Akili ya jangwani inaitwa akili ya utumwa, kurudi mahali penye mchafu ulipotoka. Unaona matatizo kuliko ahadi za Mungu. Mtu anapokutana na matatizo anasahau maisha yake kwamba yule anayesimamia ni Mungu. Hii ni tatizo la pekee. Unakuta taifa la Israeli walipotoka Misri, Mungu ameokoa. Walipokutana na bahari mbele yao, wanatazama Farao anatokea nyuma na jeshi lake. Katika safari wao hawakumuona Mungu, wakaona jeshi, wakasema tunakufia hapa na kuangamia hapa. Wapendwa, jifunze kutazama ahadi za Mungu katika maisha yako. Jambo la pili linaloonyesha kwamba, la tatu, linaonyesha kwamba wewe kwa kweli akili ya jangwani hii ya kwanza imekuingilia, ni wakati unakumbuka vitu vizuri vya Misri, wakati ambapo umesahau mateso yake. Mtu alikuwa anateseka huko nje, alikuwa anateseka kabla hajamjua Kristo, alikuwa katika mazingira ya pombe, alikuwa katika mazingira ya ulevi, alikuwa katika mazingira ya dhambi, lakini unamkumbuka, anakumbuka chakula cha Misri, anasahau mateso yake. Hii ni akili ya jangwani, na hii ni hatari sana, mpendwa. Baadaye unakuta Israeli wanaanza kukumbuka samaki, matango, matikiti na vyakula vya Misri, lakini wanasahau kwamba walikuwa huko katika mateso, mauaji ya pekee. Mpendwa, akili ya utumwa inaweza kukufanya maisha yako ya dhamani yaonekane mazuri kuliko maisha ambayo Mungu amekupa, ambayo ni mazuri kuliko ya dhamani. Ondoka katika akili ya utumwa, mpendwa. Akili ya utumwa inamsukuma mtu kuogopa uhuru kwa sababu hujauzoea. Ndio utakuta yule ambaye hajawahi kushika amri anaogopa kuzishika amri za Mungu. Anasema mimi siwezi kwenda huko, nitafariki. Lakini je, wewe kuona ambaye amefariki kwa sababu ya kushika amri za Mungu? Tafadhali mpendwa, ondoka katika akili ya utumwa. Unakumbuka vizuri vya ubaya, unakumbuka vizuri vile katika mateso. Kumbuka ahadi za Mungu, mpendwa. Sasa katika akili hii ya jangwani inapoingia, hii akili ya kwanza ya utumwa inaleta madhara mengi katika maisha ya mwanadamu. Madhara ya kwanza, inakufanya urudi kwenye mambo ambayo Mungu amekukataza, Mungu amekutoa, unatamani kurudi huko. Ndio maana ukioa msichana ambaye ndani mwake mnapatikana akili ya jangwani, akili ya kwanza ya utumwa, utamkuta kila siku yeye hata leo amekuwa mama, lakini kuishi kwake anaishi kama kasichana kadogo kachanga ambako akana akili, anarudi huko nyuma. Akili ya utumwa inakufanya pia uogope hatua mpya ambazo Mungu amekuandalia. Inakufanya uone matatizo kuwa makubwa kuliko Mungu. Akili hii ya kwanza ya utumwa, wanapoweka hapa Mungu na matatizo, wewe unaona matatizo yako ni makubwa kuliko Mungu. Inakufanya ulalamike badala ya kuamini. Hii akili ya utumwa inakusukuma kila siku na kuwa mtu wa malalamiko. Kila siku maisha yako inakuwa ya malalamiko. Inazuia kuingia katika ahadi na baraka za Mungu. Akili ya utumwa, mpendwa. Sasa tutatoaje akili hii ya utumwa? Jambo la kwanza, kubali kwamba tatizo liko ndani, haliko juu ya mwili wako. Usimlaumu kila mtu, mpendwa. Usilaumu serikali, usilaumu mchungaji. Wewe mwenyewe jiulize, je, kuna Misri ambayo bado iko ndani yangu?
Katika hatua za kuondoa akili hii ya kwanza ndani mwetu, kubali kwamba tatizo liko ndani. Tatizo la Afrika liko ndani ya Muafrika. Jambo la pili, badilisha fikra zako. Elekeza mwelekeo wako katika neno la Mungu. Warumi 12 aya ya 2, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpendwa, Mungu hataki tubadilishe mazingira yako, lakini anataka ubadilishe namna yako ya kutafakari katika changamoto zinazotokea mbele yako. Jambo lingine ni kwamba acha kuishi katika hofu ya jana. Jana inakusababishia usiendelee mpendwa. Ishi katika baraka ya leo na ya kesho, kwa sababu ya kesho yana tumaini kuliko ya jana mpendwa. Jifunze kumwamini Mungu katika hatua zote unazopitia na nazokuletea Mwenyezi Mungu. Angalia mbele, usiangalie nyuma. Unapoangalia mbele kuna wokovu, lakini nyuma kuna kupotea. Israeli walipoangalia nyuma, akili ya utumwa ilikusukuma Israeli kutazama nyuma, kutazama Misri kuliko kutazama Kanana. Jambo la pekee kuondoka katika akili hii, angalia mbele. Mbele kuna furahisha, kinachokuja kinapendeza kuliko kile ambacho kimepita. Mungu akutie nguvu, akili hii ya utumwa iondoke katika maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo, amina.